Samia Suluhu amfuta na kumfukuza waziri wake usiku wa kuamkia leo. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Kilichotokea ndani ya siku chache baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 hakikuwa mabadiliko ya kawaida ya baraza la mawaziri, bali ilikuwa ni onyo kali kutoka juu ya dola. Waziri wa mambo ya ndani aliyethubutu kuzungumza juu ya utu wa raia, sheria na mipaka ya nguvu za polisi aliondolewa ghafla katika nafasi nyeti zaidi ya usalama wa taifa. Uamuzi wa Samia Suluhu kumfuta George Boniface Simbachawene haukuwa tu tukio la kiutawala, ulikuwa ni tamko la kisiasa lilotuma ujumbe mzito wa vyombo vya dola, wanaharakati na Watanzania kwa ujumla kwamba katika kipindi hiki cha mpito wa mamlaka, sauti ya uangalifu ya kisheria inaweza kuchukuliwa kama tishio. Uamuzi huu ulitangazwa Januari tarehe 8 mwaka huu usiku, wakati taifa bado linatetemeka kutokana na mshtuko uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Uchaguzi huu ulitangazwa kuwa ushindi wa kishindo kwa rais aliyeko madarakani kwa zaidi ya 98% ya kura, takwimu zilizopingwa vikali na vyama vya upinzani, mashirika ya kiraia na sehemu ya jumuiya ya kimataifa. Maandamano yaliyozuka baada ya matokeo yalijibiwa kwa nguvu kali za usalama, huku taarifa za vifo, majeruhi na kukamatwa kiholela zikisambaa kwa kasi ndani na nje ya nchi. Ndani ya mazingira hayo, kuondolewa kwa waziri anayesimamia polisi kulionekana kama jaribio la kudhibiti simulizi na kuimarisha mkono wa dola badala ya kutuliza. Simbachawene ambaye ni mbunge mkongwe wa Chama cha Mapinduzi tangu mwaka 2005 hakuingia wizara ya mambo ya ndani kama mgeni wa siasa za dola. Aliteuliwa Novemba mwaka 2025, kipindi ambacho tayari kilikuwa na dalili za mkazo mkubwa kati ya serikali na raia. Tofauti na watangulizi wake, alichukua msimamo uliosikika hadharani. Alikataza askari kufanya ukamataji wakiwa wamevaa kiraia bila taratibu za kisheria, na akazungumza wazi juu ya hatari ya kile ambacho Watanzania wengi wameanza kukiita utekaji, kukamatwa kwa watu na kutoweka kwao bila taarifa rasmi. Katika nchi iliyojenga hofu ya kimya tangu enzi za awamu ya 5, kauli hizi zilionekana kama ufa mdogo ndani ya ukuta wa dola. Katika miaka ya karibuni, mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu yameandika ripoti nzito kuhusu kuongezeka kwa mauaji ya nje ya sheria, mateso na kukamatwa kiholela. Human Rights Watch imeeleza wazi kuwa mwaka 2024 na mwaka 2025 kulishuhudia ongezeko la matukio ya watu kushikiliwa bila kufikishwa mahakamani, na waandishi wa habari kuzuiwa na wanaharakati kutoweka kwa muda au kabisa. Ripoti hizi ziliunganisha mwenendo huo wa mkakati mpana wa dola wa kudhibiti upinzani wa kisiasa na mjadala wa umma, hasa katika kipindi cha uchaguzi. Ndani ya muktadha huo, kauli za Simbachawene zilionekana kama changamoto ya moja kwa moja kwa mfumo uliojengeka. Suala la kukamatwa kwa raia kwa sababu ya machapisho ya mitandao ya kijamii lizua mjadala mkubwa. Simbachawene alionya juu ya hatari ya kugeuza sheria za mtandao kuwa silaha ya kisiasa, akisisitiza kuwa ukamataji usiofuata utaratibu unaharibu imani ya umma kwa vyombo vya dola. Kauli hizi zilitolewa wakati serikali ikiongeza marufuku ya mikutano ya hadhara na maandamano, huku polisi wakitumia sheria za usalama na amani ya umma kuzuia mikusanyiko. Na katika Disemba ya mwaka 2025, wakati wa maandamano yalipokuwa yakipangwa kupinga matokeo ya uchaguzi, waziri huyo aliwataka wananchi kudumisha amani, lakini akatoa ishara wazi kwamba nguvu kupita kiasi ingeongeza majeraha ya kisiasa badala ya kuyaponya. Historia ya Tanzania inaonyesha kuwa wizara ya mambo ya ndani imekuwa kiini cha mvutano kati ya dola na raia. Tangu kipindi cha mfumo wa chama kimoja, polisi na vyombo vya usalama vilitumiwa kudhibiti siasa na mjadala wa umma. Mageuzi ya miaka ya 1990 yalitarajiwa kubadilisha mwenendo huo, lakini kwa vitendo, urithi wa dola kali uliendelea. Awamu ya 5 ilipoingia madarakani, ukandamizaji ulipata sura mpya kupitia sheria za mitandao, vyombo vya habari na usajili wa vyama vya kiraia.
Awamu ya 6 ilipoanza, matumaini ya ufunguzi yalitolewa hadharani, lakini matukio ya mwaka 2024 na mwaka 2025 yameonyesha kurudi kwa mbinu zile zile za hofu. Ndani ya mazingira hayo, kuondolewa kwa Simbachawene kulieleweka kama ishara ya wazi ya mwelekeo mpya au uliothibitishwa upya. Nafasi yake ilichukuliwa na Patrobas Pascal Katambi, huku kuapishwa kwake kukipangwa Januari tarehe 13 katika ikulu ya Dodoma. Sambamba na mabadiliko hayo, serikali ilimpandisha cheo Paul Christian Makonda kuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Makonda anayejulikana kwa msimamo mkali na historia ya kudhibiti uhuru wa vyombo vya habari na makundi ya kiraia, alichukuliwa kama uso wa awamu mpya ya udhibiti wa simulizi la umma. Mabadiliko haya mawili kwa pamoja yaliunda picha ya dola inayojipanga upya kwa mkono mgumu zaidi. Mwitikio wa umma ulikuwa wenye mgawanyiko. Mitandao ya kijamii ilijaa sifa kwa Simbachawene kama kiongozi aliyethubutu kusema ukweli ndani ya mfumo, huku wengine wakiona kuondolewa kwake kama hatua muhimu ya kurejesha nidhamu na utulivu. Hata hivyo, sauti kutoka wanaharakati wa kisheria zilisisitiza kuwa tatizo si mtu mmoja bali ni mfumo mzima unaoruhusu ukiukwaji wa haki bila uwajibikaji. Rais wa Tanganyika Law Society Boniface Mwabukusi alisisitiza hadharani ukubwa wa tatizo la watu kutekwa na kutoweka, akieleza lawama kwa taasisi za dola zinazoshindwa kuwajibika. Na katika ngazi za kikanda na kimataifa, taswira ya Tanzania imepata doa. Mashirika ya haki za binadamu na baadhi ya wafadhili wameonyesha wasiwasi juu ya mwelekeo wa siasa wa nchi. Ukosoaji kutoka Afrika Mashariki na taasisi za kimataifa umeongeza shinikizo kwa serikali kueleza hatua zake, lakini majibu yamekuwa ya kujihami zaidi kuliko ya kujitafakari. Na katika historia ya nchi, nyakati kama hizi zimekuwa zikigeuka kuwa vipindi vya kukaza udhibiti badala ya mageuzi ya kweli. Kuondolewa kwa waziri aliyekuwa akizungumza juu ya taratibu na utu wa raia kuna beba ujumbe mzito kwa maafisa wengine wa umma. Mipaka ya kile kinachoruhusiwa kusemwa iko wazi, na kuvuka mipaka hiyo kuna gharama ya kisiasa. Hii ina athari pana kwa mustakabali wa utawala wa sheria, kwani na wavunja moyo wale wanaotaka mageuzi ya ndani ya mfumo. Kadri sauti za tahadhari zinavyonyamazishwa, ndivyo nafasi ya matumizi mabaya ya nguvu inavyopanuka. Hatima ya Tanzania iko katika mizani nyeti. Taifa linakabiliwa na uchaguzi ulioacha umma ukiwa na majeraha ya kisiasa. Taasisi za dola zinaonekana kuchagua upande, na uongozi unatuma ishara kwamba uthabiti unatangulizwa kuliko uwajibikaji. Ukimya wa raia, hofu ya kuzungumza na kukubali hali ilivyo vinaweza kuonekana kama njia ya kuepuka machafuko ya muda mfupi, lakini kwa muda mrefu vinajenga misingi ya mgogoro mkubwa zaidi. Na kuondolewa kwa Simbachawene si mwisho wa simulizi hili, ni sura moja katika historia ndefu ya mvutano kati ya nguvu za dola na haki za wananchi. Kile kitakachofuata kitaamua kama Tanzania itachagua njia ya uwazi na haki au itaendelea kusonga katika kivuli cha hofu na mamlaka yasiyo na mipaka. Ndio hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi moja kwa moja bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.